Kulikuwa na wanaume waliozaliwa katika nyakati za utulivu na kulikuwa na wale waliotengenezwa na moto wa mapinduzi. Jina la Mohamed Papou lilikuwa katika kundi la pili. Maisha yake hayakuwa mstari mnyoofu wa taaluma na vyeo. Yalikuwa mlolongo wa mlipuko, majeraha, ramani za vita na maamuzi yaliyobadili sura ya ulinzi wa taifa lake. Mohamed Papou alizaliwa mnamo mwaka 1961 katika mji wa Araki, wakati Irani ikiwa bado chini ya utawala wa Shah. Alikulia katika kipindi cha misukosuko ya kisiasa iliyofikia kilele mnamo mwaka 1979 wakati wa mapinduzi ya Kiislamu yaliyobadilisha kabisa mfumo wa nchi ya Irani. Vijana wengi walibeba mabango, wengine walibeba silaha, lakini Papou alichagua njia ya pili. Tofauti na taswira ya kawaida ya mwanajeshi, Mohamed Papou alikuwa pia msomi. Alisoma jiografia katika chuo kikuu cha Teherani, ambaye akahitimu shahada ya uzamivu katika jiografia ya kisiasa kutoka chuo kikuu cha Taibati Modaresi. Kwa nini Mohamed Papou alichagua jiografia? Kwa sababu aliamini kuwa vita havishindwi tu kwa risasi, bali vinashindwa kwa kuielewa ardhi. Milima, jangwa la kusini, mipaka yenye misukosuko ya mashariki hayakuwa tu maeneo kwenye ramani, yalikuwa uwanja wa fikra zake za kimkakati. Alijifunza jinsi mipaka inavyoweza kuwa silaha au udhaifu. Hapo ndipo alipoanza kuunda dhana ya vita isiyo ya kawaida, mkakati wa kukabiliana na maadui wenye nguvu kubwa ya teknolojia kwa mbinu zisizo za kawaida. Vita vya miaka ya 1980 kati ya Irani na Iraki vilikuwa tanuru la kuwapika makamando wa kizazi chake. Mohamed Papou alipelekwa mstari wa mbele akiongoza vitengo katika jeshi la Irani. Alipata majeraha vitani, lakini majeraha hayo yakawa medani zake zisizo rasmi. Waliomuona wanasema alikuwa kamanda anayesimama bega kwa bega na askari wake, si mtu tu wa kutoa amri kutoka mbali. Katika medani hizo alijifunza kwamba ushahidi si tu kuangalia au kuangusha adui, bali kuvumilia pale ambapo wengine wangesalimu amri. Baada ya vita, akurudi katika maisha ya kiraia. Alibaki ndani ya jeshi la IRGC, jeshi la mapinduzi ya Kiislamu, akichukua majukumu ya kimkakati, ambapo mwaka 2009 aliteuliwa kuwa kamanda wa vikosi vya ardhini vya jeshi la IRGC. Hapo ndipo alipoanza sura mpya ya mageuzi katika jeshi hilo. Alibadilisha muundo wa vikosi, akaanzisha mafunzo ya kisasa zaidi, akaimarisha vikosi maalum kama Saberin. Alisisitiza mbinu za kujihami haraka, kushambulia kwa mshangao na kutumia uelewa wa jiografia kama ngao aliyojifunza chuoni. Kwa wafuasi wake alikuwa akiunda Irani kwa vita vya kizazi kipya cha sasa, vya makombora ya drones na mashambulizi ya ghafla. Mwaka 2017 wakati wapiganaji wa Daesh waliposhambulia bunge la Irani na kaburi la Imamu Khomeini, taifa hakika lilitikiswa. Mohamed Papou aliamuru kutumwa kwa vikosi maalum vya Saberin. Operation hiyo ilichukuliwa kama ujumbe wa wazi kwamba IRGC ingeweza kujibu haraka na kwa ukali. Huo ulikuwa uthibitisho wa mafundisho yake: usalama wa ndani ni mstari wa kwanza wa ulinzi wa jeshi la Irani. Mnamo mwaka 2021 Umoja wa Ulaya ulimwekea vikwazo kwamba upande wa magharibi alikuwa mmoja wa wakuu wa kijeshi wanaohusishwa na sera kali za Teherani. Kwa upande wa ndani, vikwazo hivyo vilionekana kama ishara ya uaminifu wake kwa mfumo wa Kiislamu. Alikuwa akitazamwa kama sehemu ya kizazi cha makamanda waliokulia katika vita, waliokomaa katika vikwazo na waliodumu katika mifumo ya kudumu kati ya Irani na Israeli pamoja na Marekani. Baada ya kuuawa kwa kamanda mkuu wa IRGC katika vita vya siku 12 vya mwezi Juni mwaka 2025, Mohamed Papou aliteuliwa kushika nafasi ya juu kabisa ya jeshi hilo. Alirisi taasisi iliyokuwa katika moto wa mapambano. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya nchini Irani, alisimamia mashambulizi ya kulipiza kisasi, akisisitiza kuwa taifa halitasalimu amri. Kwa siku 12, anga la Mashariki ya Kati lilijaa taharuki na moshi mzito
na jina la Mohamed Papou likatajwa kama mmoja wa waliokuwa wakiongoza mapambano hayo kutoka mstari wa mbele. Lakini ikaja siku ile, usiku wa mashambulizi mapya yaliyohusishwa na Marekani na Israeli, mlipuko, moshi na taarifa za kupoteza makamanda waandamizi wa jeshi la Irani. Asubuhi yake IRGC ilitangaza rasmi kwamba Mohamed Papou ameuawa, na hii ilikuwa ni Februari 28 mwaka 2026. Hakika Irani iliingia kwenye simanzi nzito la kupoteza makamanda wake. Habari hiyo ilienea kwa kasi kama radi kwa wafuasi wake. Alikuwa shahidi wa mapinduzi, kwa wakosoaji wake alikuwa sura ya siasa kali za kijeshi za Teherani, lakini hakuna aliyebisha kwamba alikuwa muhimili muhimu wa muundo wa Irani. Urithi wake ni wa pande mbili hakika. Kwa upande mmoja ni hadithi ya kijana kutoka Araki aliyepitia medani za vita, akaishi na kujeruhiwa, akapanda ngazi hadi kilele cha jeshi. Kwa upande mwingine ni sura ya enzi ya mivutano isiyokwisha kati ya Irani na mahasimu wake. Alijiona kama mlinzi wa mapinduzi. Alitumia taaluma ya jiografia kubuni mikakati mipya na mikubwa katika jeshi la Irani. Aliongoza askari wake katika vita vya kawaida na visivyo vya kawaida, na mwisho wake ukawa kati ya moto ule uliomleta kisiasa na kijeshi.